East Africa Drive. East Africa Drive. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, asante sana kwa kuchagua na kuendelea kusikiliza matangazo kutoka moja kwa moja kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Tukualika kwa moyo mkunjufu kabisa ili uweze kufuatana nami katika jambo hili kubwa kabisa la msingi, East Africa Drive Ndinga Mpya Town. Msikilizaji, Tanzania ina karibia kuwa mwenyeji wa wanasayansi takriban 250 ambao wanatoka katika mabaraza ya utafiti na tukakutana hapa nchini Tanzania. Sasa wanakuja kufanya nini? Na jambo jema hili zuri kabisa ambalo pia litainua hata kiwango chetu cha utalii hapa nchini Tanzania kwa kupata idadi kubwa hii ya wageni. Yote haya utayapata vizuri sana kwa kusikiliza mazungumzo yafuatayo. Mimi naitwa David Rekiza Runyagira. Kwa kuanzia katika eneo hili, basi kaimu mkurugenzi wa utafiti COSTECH Bwana Muhammad Sheikh, yeye anatueleza kuhusiana na jambo hili. Kwanza nitaanza kwa kueleza Tanzania ilikubalikaje kuandaa mashindano haya, kwa sababu kuna ushindani. Napeleka maombi. Kwa bahati nzuri Tanzania, kutokana na mazingira yake mazuri, wenzetu walitukubalia. Kwa hiyo tunashukuru mabaraza ya utafiti duniani kutupa nafasi hii, na ni nafasi ya kipekee kwa sababu ni mabaraza ya utafiti ya dunia yanakutana hapa, na wanakuwa na maazimio fulani wakati wakimaliza kufanya mikutano yao. Na kweli ni tukio la kila mwaka. Mwaka jana tulikuwa Ivory Coast, na kuna mambo mengi ya msingi kule yaliyojadiliwa kwa mustakabali wa bara la Afrika, lakini pia ni kwa ajili ya dunia, kwa sababu katika mkutano huu ni mabaraza ya Afrika, lakini pia kuna Global Research Council, ni lile baraza kubwa la utafiti duniani. Na sio mabaraza ya utafiti tu, lakini faida ya kuwa mwenyeji ya mkutano huu, wale wafadhili wakubwa wote watafiti duniani wanakuwepo. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ambayo tume pamoja na Tanzania kama nchi kuweza kupata faida ambazo zitatokana na mkutano huu. Dhana kubwa kwa mwaka huu itakuwa ni open science kwa ajili ya maendeleo. Tunajua kuwa wanasayansi wanafanya kazi kubwa duniani, lakini matokeo yake wanakuwa wana share wanasayansi kwa wanasayansi, jamii na watu wa kawaida wanakuwa hawayapati. Na hii ni agenda ya dunia sasa hivi katika utafiti, ya kuwa na open science, yani kufungua matokeo ya science yatumike katika maendeleo ya jamii, lakini hasa yasaidie watunga sera, kwa sababu tafiti ndio zinatoa ushahidi wa kisayansi, lakini ushahidi ule unatakiwa uweke wazi ili wanaotunga sera pamoja na wanaofanya maamuzi waweze kupata. Kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu ni open science, kufungua science au kuweka wazi science kwa ajili ya maendeleo endelevu. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Sayansi na Teknolojia hapa nchini Tanzania COSTECH Bwana Amos Nungu anaeleza kwa kina kuhusiana na hicho ambacho tunakisubiri kwa hamu. Tuna huu mkutano mkubwa wa kimataifa ambao utafanyika tarehe 11 mpaka 15 mwezi ujao wa 11, na kikubwa ni kwamba mgeni wetu wa heshima tulimwalika Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Teknolojia, lakini kwa nature ya mkutano ulivyo ni mkutano kazi, kwa maana ya kwamba hawa watafiti wapo wiki nzima, lakini kusudi waweze kutumika vizuri katika kujadili, tumepanga kwamba ufunguzi utafanyika siku ya kwanza jioni, ambao utaendana na chakula cha jioni, na utafanyika pale Seacliff, wakati mkutano wenyewe unafanyika pale Serena. Sasa kama tulivyosema, mkutano ni mkubwa, takriban watu 250 katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo pia tunategemea kwamba kama nchi, zaidi ya wanasayansi kufaidika kwa maana ya kukutana na wanasayansi wenzao, lakini pia hata utalii ni eneo ambalo tuna imani kwamba litapata wageni wa kutosha, kwa sababu hao wageni wote kwa wiki nzima tayari wameshaona kwamba wakija kwenye viwanja Tanzania vipo, kuna ambavyo kwamba wangependa pia kuviona kama sehemu yao wakiwa hapa nchini. Kwa hiyo tunategemea nyinyi wanahabari mtusaidie kusambaza taarifa hizi
na tunategemea kwamba mpaka kufika tarehe 11 hiyo kwamba tutakuwa tumeshabadilishana taarifa nyingi, lakini pia tunaendelea kubadilishana mawazo kwa maana ya kwamba tumieje ujio wa hawa wageni, tutumieje nafasi ya mkutano huu uwepo Tanzania, kwa maana ya kwamba huwa na manufaa makubwa kwa kila mmoja wetu. Tunajua kwamba utafiti tunafanya sio kwa niaba ya watafiti, ni kwa niaba ya wananchi. Sasa watafiti wenyewe tumeshawapa taarifa, kuarika washiriki, lakini pia nyinyi wanahabari mna jukumu pia la kusambaza zaidi taarifa hizi. Lakini kwa upande wa pili pia bado tunapokea maoni pale panapotakiwa kuboresha. Kama wenzangu walivyosema, ni kwamba huu mkutano wa kikanda ni maandalizi ya mkutano mkuu wa kidunia. Kwa hiyo tumepewa heshima kufanya maandalizi hayo, na nchi 16 za Afrika zinazokuja hapa Tanzania si haba. Na niseme tu kuongezea hapo, kwa maana ya kwamba sisi tayari kama nchi tuna mashirikiano ya kikanda. Kwa hiyo hata hii mkutano unapokuja ni ile heshima kwamba na sisi tumeanza na tunaweza, kwa sababu tayari tunafanya tafiti za kushirikiana na nchi ya Afrika Kusini, lakini pia tunafanya na Korea Kusini. COSTECH tunaratibu na kuhost mkutano, lakini tunafanya kazi kwa mkutano wa kimataifa, tunafanya kazi na washirika. Kwa hiyo tuna SIDA kama mmoja wapo washirika ambaye anafadhili mkutano huu, tuna DFID serikali ya Uingereza, lakini pia tuna Canada kama wafadhili wakuu wa mkutano huu, na pia na Afrika Kusini wenyewe. Kama ulivyosikia kwa watangulizi, kwa maana ya kaimu mkurugenzi wa utafiti COSTECH pamoja na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Sayansi na Teknolojia, kuna wanufaika. Miongoni mwa wanufaika ni pamoja na Bwana Paul Onyango ambaye ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni kati ya wale ambao walipata ufadhili kupitia Tume ya Sayansi ya Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Sayansi ya Afrika Kusini. Mimi na mwenzangu, mhadhiri mwenzangu kule Chuo Kikuu cha Western Cape, tulipewa pesa kidogo kwa ajili ya kufanya utafiti katika jamii ya wavuvi. Sasa wavuvi mara nyingi wanapata shida kutokana na kwamba hali yao ni duni. Tume ya Sayansi baada ya kuangalia proposal yetu wakaona ya kwamba ni nzuri tutafute mbinu ya kuwainua hasa maisha ya hawa wavuvi wadogo wadogo. Na nchi yetu kuna uvuvi mkubwa tu, lakini wengi wao ni wavuvi wadogo. Katika kufanya tafiti yetu tumeweza kubuni teknolojia kwa kutumia simu, ya kwamba hao wavuvi wanaweza kupata taarifa au kuuza mazao yao kupitia simu. Hii inawezesha kwa ajili ya wao wenyewe kwa ajili ya kuinua pato lao. Maana mara nyingi wao walikuwa wakitaka kuuza samaki hawana sehemu ya kuhifadhi baada ya kuvua. Kwa hivyo wakifika pale bandarini samaki wanaoza kwa haraka, lakini wanataka kuuza, inabidi wauze kwa haraka, lakini kwa bei ambayo haitoi faida kwao kabisa. Sasa kwa kubuni teknolojia hii ambacho tunakiita fish mob, inasaidia kwa ajili ya kufahamu bei na kufahamu soko hata kabla hawajafika bandarini. Na kazi hii tunashukuru sana Tume ya Sayansi na Baraza la Sayansi ya Afrika Kusini, maana bado tunaendelea kuifanya kwa ajili ya ku-upscale. Tulifanya utafiti tukaigundua, sasa tunafanya upscaling yake kwa ajili ya kwenda kwa wavuvi ili wao wenyewe wapate faida ya teknolojia hii. Katika kuelekea Tanzania ya viwanda, utafiti ni jambo la msingi sana na ni kubwa sana, lakini hili linakuwa linabebwa pia na masuala ya ubunifu. Sasa Patience Abraham, yeye ni kiongozi wa kumbi ya ubunifu COSTECH, anatueleza. Kumbi ya ubunifu buni ni jitihada za tume pamoja na mashirika mbalimbali katika kuwasaidia vijana, kuwapa fursa mbalimbali za ajira, kujiajiri na kujitika katika teknoloji, ubunifu na sayansi. Hivyo takriban vijana 500 na zaidi wameweza kunufaika na program za buni, na kampuni 30 zimeweza kufunguliwa
kwa vijana walionufaika kwa hizi fursa. Mfano tuna Agri-Info, tuna Smart Lab, tuna Agrimark pamoja na Sahara Venture zimeweza kufunguliwa na ni vijana ambao walipata fursa kupitia Buni. Aidha, Buni inasaidia kuanzisha na kuendeleza kumbi nyingine za bunifu zilizopo nchini Tanzania. Katika kipindi hiki cha mkutano kutakuwa na mambo mbalimbali ikiwemo maonyesho ya sayansi na teknolojia na mikutano mingine midogo ya kimataifa kwa wajumbe ambao watakuwa wametoka katika taasisi ambazo zinaratibu na kuandaa tafiti za kisayansi. Lakini pamoja na mambo mengine, hawa watajadili na kuandaa ajenda ambazo zitatumika katika mkutano wa kimataifa wa taasisi ambazo zinafanya masuala ya utafiti utakaofanyika Pretoria mwaka 2020 kwa maana ya mwaka kesho nchini Afrika ya Kusini. Tunaendelea kuletea mfululizo wa nini kinachoendelea mpaka mkutano huo kufanyika mapema mwezi ujao. Mimi ni David Rekiza Runyegira. Asante, naendelea kusikiliza East Africa Radio. East Africa Drive. East Africa Drive. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Hii ni East Africa Drive.